Chum TV. Furaha kiganjani. Zilizotungwa na nitatekeleza majukumu na kwa moyo wangu wote. Mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Ayubu Muhammad Mahmud leo hii amewaapisha masheha wapya aliyowateua hivi karibuni katika mkoa huo. Hafla hiyo ya uapishwaji wa masheha hao imehudhuriwa na viongozi na watendaji mbalimbali wa mkoa huo pamoja na kamati ya ulinzi na usalama. Wakila kiapo cha utiifu, masheha hao wameahidi kutekeleza vyema majukumu yao ya kila siku ili kuona ufanisi unapatikana. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Subira Salu. Natoa shukrani za dhati kwa mkoa wetu wa Kusini kwa kuweza kutuchagua ili kuendeleza kijiti kwa wale waliokiacha, na tunaahidi mheshimiwa, kwa uwezo wetu wote na uadilifu mkubwa tutatekeleza kazi hii kwa uzuri na ufanisi inshallah. Na hatuna budi kwa niaba ya wenzangu kutoa shukrani zetu tena za dhati kwa uongozi wote wa mkoa, wilaya wote mbili kwa kuhudhuria hapa na kuweza kutuona kwamba sisi ndio tuweze kuendeleza na kushirikiana na masheha wenzetu katika kazi zetu hizi mpya. Inshallah tutatoa ushirikiano na tutaomba masheha wale wa zamani, tutaomba watuongoze ili tusende upande wa kushoto, twende upande wa kulia. Mane mawaidha yote yaliyotupa tutafanyia kazi na tunaahidi kushirikiana na masheha wenzetu, yani kupewa mwongozo wa kazi na tuwe tayari kukubali kukosolewa na kushauriwa katika kazi zetu za usheha. Na hapa mkuu huyo wa mkoa anatoa nasaha zake kwa masheha hao, huku akiwasisitiza kufanya kazi kwa kuzingatia sheria na utaratibu zinavyowaelekeza. Changamoto za migogoro ya ardhi. Migogoro ya ardhi ni moja kati ya changamoto inayolitafuna taifa hili pamoja na mkoa huu. Nilikuwa nasoma kitabu cha bajeti cha 25-26 cha ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ. Ukitazama takwimu pale, mkoa wa Kusini Unguja kuna wastani wa migogoro ya ardhi 48, na mpaka kitabu kinaandikwa migogoro 13 ndio iliyokwisha tatuliwa. Nini maana yake? Maana yake kwamba migogoro inazidi kuibuka siku hadi siku. Rai yangu kwenu, msiende kuwa sehemu ya waanzilishi wa migogoro mipya, badala yake mkawe sehemu ya utatuzi wa migogoro iliyo. Mkifanya hivyo, mtakuwa mmemsaidia mkuu wa wilaya wa wilaya yako, wa mkoa wako, lakini mmemsaidia Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kuhakikisha kwamba wananchi wake wanaishi kwa amani. Na ninalisema hili kwa sababu upo utamaduni kwenye baadhi ya maeneo, ile continuity ya serikali kama kwamba inaonekana haipo. Akija mwingine kama imeanza upya kuzaliwa hiyo serikali, ni ile ile. Kwenye kasoro tunarekebisha, palipopatiwa tunaendeleza. Ndio serikali. Maana inatokea ile kafanya nani kwa siarobe, hayo si atambui mimi. Hapana, aliyekuwepo alikuwa sheha kama wewe unaikwenda. Kwa hiyo kawe sheha, badala yake usiende kupanda mabega sasa kwamba mimi sasa ndo sheha. Hilo silo tulilowateua. Tuliwateua kwenda kusaidia badala ya kuendelea na matatizo. Ukifanya hivyo, manake wako watakaotamani hayo unayofanya, lakini watakuwa wengi zaidi wako watakaochukia unayofanya. Tunaweza tukajikuta badala ya kutengeneza tunaharibu. Ukiwa umekwama, wala usisite. Aliyeondoka usheha, kwa wale ambao masheha wamepumzika kwa afya au mambo mengine, mtake ushauri, wala si dhambi.
kwamba hili unalikumbukaje, atakueleza, kwa sababu kilichobaki kwenu ni sawa na kilichobaki kwangu. Na mimi hili huwa nasema kila mahali ninapoteuliwa, ukishakuteuliwa lililobaki ni kutenguliwa. Tunachopaswa kumuomba Mwenyezi Mungu wakati wa kutenguliwa, utenguliwe kwa salama, usitenguliwe kwa aibu, kwa fedheha, kwa kashfa. Kwa hiyo na nyinyi kwa kuwa mmeteuliwa, kilichobaki nini? Mtenguliwe. Hilo mlijue kuanzia leo, na mkilijua hilo basi utakuwa na amani wakati wote. Ukianza kuvaa ule uteuzi unaweza ukaishi kwa taabu kidogo. Kwa hiyo niwatakie kila laheri katika utumishi wenu mpya. Niwaombee kwa Mwenyezi Mungu mumudu vyema majukumu yenu, lakini niwatake mtoe mashirikiano, sababu kwa mujibu wa sheria yetu namba 8 ya mwaka 2014, sheria ya tawala za mikoa, katika utekelezaji wa majukumu yenu ya kila siku, masheha mtakuwa mnaripoti kwa wakuu wa wilaya. Mimi nimeshawateua, nafanyeni kazi kwa karibu na wakuu wa wilaya. Lakini kwenye maeneo yenu kuna viongozi au kutakuwa na viongozi wengine kwa baadaye. Wapo viongozi wa kisiasa ambao watakuwa madiwani, wabunge na wawakilishi, na wao pia mfanye nao kazi vile vile, kwa sababu na wao watakuwa ni viongozi wa wananchi. Nyinyi wa kuteuliwa wa serikali, wao wa kuchaguliwa na wananchi.